Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametufanya siku hii ya leo kukutana tena hapa Dar es Salaam kwenye maeneo yetu ya kiutumishi. Ndugu waandishi wa habari, nimeona kwa muda mrefu tumezunguka kwa pamoja kwenye baadhi ya maeneo tukiendelea na ziara, na nikasema ni muda mwafaka sasa angalau kutoa ama kueleza mwelekeo wa kiuongozi katika mkoa wetu ili kila mwana Dar es Salaam aweze kupata fursa ya kuweza kuelewa. Na jambo tu la haraka la kwanza ni kuhusu maendeleo kwa ujumla katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, mimi kama mkuu wa mkoa pamoja na wenzangu tunakiri kuwa mkoa huu wa Dar es Salaam kwa sasa umepokea fedha nyingi sana za maendeleo na ambazo zinaendelea kutusaidia sana katika kuboresha miundombinu ya barabara, sekta afya, elimu pamoja na sekta zingine. Kama ambavyo juzi nilitoa taarifa kidogo mbele ya Mheshimiwa Rais kuhusiana na maendeleo ya majenzi yanayoendelea na hasa katika barabara, nimeona pia niwajulishe kwamba ujenzi unaendelea vizuri katika baadhi ya maeneo, hasa ujenzi wa daraja la Jangwani ambalo wote mnaliona, ambazo si chini ya bilioni 97 zimetolewa kwa ajili ya kuharakisha maendeleo ya mkoa wa Dar es Salaam na kuufungua zaidi. Lakini jambo jingine ni madaraja kama ya Kigogo, Mkwajuni, wote tumeyaona, bilioni 17 zimetolewa na bilioni 11 zimetolewa ili kuhakikisha kwamba madaraja yale sasa tunaondokana na masuala ya mafuriko ambayo kwa muda mrefu wananchi wamekuwa kiyapigia makelele. Na kama mnakumbuka vizuri, niliwahi kusema kwamba Dar es Salaam hatuna mafuriko. In fact, kitu ambacho nilidhamiria mimi kama mkuu wa mkoa kwa kushirikiana na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi ilikuwa ni moja kwa moja kuhakikisha kwamba proposal yetu inatiki moja kwa moja tunapoiwasilisha mbele ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu wanahabari, uongozi wetu sisi wakuu wa mikoa au hata mawaziri au na mtu mwingine yote lazima ulenge watu, na ukitaka sifa za muda mfupi basi unaweza kuwa na mambo madogo madogo ambayo watu wataishia kukusifia kwa muda mfupi, lakini ukitaka mambo yenye legacy lazima ujielekeze kwenye vitu ambavyo vinaishi, vitu ambavyo vinadumu na vitu ambavyo vitagusa Watanzania pasipo kujali itikadi zao za dini ama itikadi zao za vyama vya kisiasa. Kwa ukiangalia kwa mfano daraja la Jangwani, daraja la Mkwajuni, daraja la Mto Nguva, daraja la Mto Mzinga, barabara pia Mto Mzinga ambayo inakwenda moja kwa moja mpaka Kongoe. Ukija hili daraja la hapa chuo cha NDC, daraja lile la Kunduchi. Na kama mnakumbuka mwaka 2024 kuna bwana alijitokeza anasema nimeokota gari kwa sababu daraja lile lilisombwa kabisa na mvua. Sasa ukitaka vitu vyenye legacy, unapokutana na Mheshimiwa Rais, cha kwanza ni kumweleza Mheshimiwa Rais kwamba Watanzania wa Dar es Salaam wanahitaji miundombinu. Na tukishapata miundombinu, maana yake ni kwamba ni rahisi kuita Dar es Salaam ni mkoa wa kibiashara ili mambo mengine yaweze kwenda. Lakini ukihitaji hizi cheap politics ambazo sijui umekaa mahali umenunulia mtu kitumbua sijui kitu gani, hiyo utaishia kupata sifa zinazodumu kwa muda masaa mawili, na mwishoni Watanzania watakuona wewe kama poyoyo ambaye hauna msaada katika kusaidia Watanzania. Kwa hiyo mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nakiri tena kwamba ninamshukuru kwa dhati kabisa Mheshimiwa Rais, na namshukuru kwa sababu mambo haya yanaonekana na ninyi waandishi wa habari tumepita kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kutangaza, kuwaeleza na kufafanua kuhusu yale ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameyafanya, ameyasimamia na kuhakikisha kwamba yanakuwa. Hii ni kuendelea pia na masuala ya ujenzi wa barabara za mwendokasi kama ambavyo umeona wana Dar es Salaam katika kila mahali wanalalamika kwamba barabara zimefukuliwa mno. Ni kweli kwamba zimefukuliwa mno kwa sababu we have no time. Muda tulionao ni sasa, na mnakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais anapoahidi jambo anaahidi kila baada ya miaka 5 ni kitu gani kinakuwa kimefanyika. Kwa hiyo tuko on rush kwamba ndani ya miaka 5 basi kila kitu kiwe angalau kimefikia mahali pazuri. Jambo la pili, ndugu zangu waandishi wa habari,
Kwa muda mrefu pia mmeona kuna makundi ambayo huwa yanaibuka yanasema tarehe 7 kuna maandamano, tarehe 2 tunafanya hivi, tarehe 3 tunafanya namna ile. Nimeona pia nitoe nafasi hii kuwaeleza kwamba hali ya usalama wa mkoa wa Dar es Salaam inaridhisha. Hali ya usalama mkoa wa Dar es Salaam inaridhisha. Hii haimaanishi kuwa sasa hakuna kibaka, hapana. Vibaka wa kudokoa, vibaka wa kuiba, vibaka wa kutishia wanakuwepo. Lakini nilipongeze tena jeshi la polisi kwamba limeendelea kuchukua hatua madhubuti ili kuhakikisha kwamba Watanzania wa Dar es Salaam wote wanabaki kuwa salama. Yapo baadhi ya maeneo machache wananchi wameendelea kujichukulia sheria mkononi. Kwa mfano kuweza kujeruhi, wakati fulani hata kuua kwa kutumia vitu vyenye ncha kali au hata silaha. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam chini ya SACP Mlilo pamoja na kamati ya usalama kwa ujumla ya mkoa na zile za wilaya zote, kwa kushirikiana na vyombo vyote vya usalama, tunaendelea kumonita hali ya kiusalama katika mkoa wetu ili uwekezaji ambao umekushafanywa uendelee kuwa na tija pasipo viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani. Sambamba na hili, yafuatayo ni maagizo kwa Watanzania wa Dar es Salaam wote. Wapo baadhi ya watu ambao wanamiliki silaha kisheria, lakini kwa bahati mbaya sana silaha zao hazijalipiwa, kwa maana ya zile tozo za kisheria ambazo hulipiwa kila mwaka, yani vibali, uhuishaji wa vibali vya umiliki wa silaha kila mwaka. Lakini wapo pia baadhi ya wanafamilia ambao wamiliki wa silaha hizo wamefariki, lakini kwa bahati mbaya sana hawajui silaha hizo ziende wapi. Mtu alikuwa anamiliki bastola, alikuwa anamiliki shotgun, sasa bahati mbaya mmiliki huyo amefariki. Sasa wanafamilia wanakuwa hawaelewi silaha hiyo waipeleke wapi. Sasa maelekezo ya kwanza ni kwamba yoyote ambaye anamiliki silaha kisheria, yoyote ambaye anamiliki silaha kisheria ahakikishe kuanzia sasa, tarehe ya leo mpaka kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 8 anafika kwenye mamlaka maalum kuhakikiwa silaha yake na kuilipia vibali vyote ambavyo vinatakiwa kama mchakato wa kisheria wa kuhuisha umiliki wa silaha hiyo kisheria. Kwa wale wote ambao wanamiliki silaha kisheria na kwa bahati mbaya sana katika hali ya kujisahau au pengine kutokuwa na uelewa kuimiliki silaha hiyo bila kuilipia vibali vyake kwa mujibu wa taratibu na sheria, wafike kwenye mamlaka zinazohusika waweze kuanza haraka sana mara moja kuweza kulipia vibali hivyo, lakini zaidi pia kuweza kuhakikiwa umiliki wa silaha zao kabla operation maalum haijaanza kwa kila mmoja. Lakini jambo jingine, kwa wale ambao wamefiwa na wale waliokuwa wakimiliki silaha hizo, wahakikishe michakato ya urithi inapoendelea, silaha hizo zinawasilishwa kwa jeshi la polisi ama kwenye kituo chochote cha polisi kilicho karibu nao, ili waweze kupata maelezo mafupi kuhusu namna ya uhifadhi wa silaha hiyo mpaka pale michakato ya urithi itakapokamilika. Kwa wale ambao ndugu zao wamefariki, wameacha silaha na vibali maalum vya umiliki kwa hiari yao, basi wafanye haya ambayo nimeyatangaza. Wale ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria, mtu labda alikuwa ni kibaka, aliiba begi akidhani kuna hela, kujilichungulia begi kuna silaha, akaamua kwenda nayo nyumbani au kuitupa na vitu vingine vya namna hiyo. Wale wamiliki wote wanaomiliki silaha kinyume na sheria wahakikishe silaha hizo wanaziwasilisha wao wenyewe pasipo kutafutwa na mtu yoyote. Watakapotafutwa na mtu yoyote wakapatikana na silaha hizo kinyume na utaratibu, sheria kali zitakuwa chini yao. Kwa nitangaza tena rasmi kwamba kwa wale wote ambao wanamiliki silaha wasikilize tangazo hili. Ni muhimu kwa mkoa mkubwa kama wa Dar es Salaam vitu vyetu kufanya chini ya utaratibu wa sheria na kanuni. Hadi kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 8, wale wanaopaswa kuhakiki, wale wanaopaswa kurudisha silaha hizo, wale wanaopaswa pia kusalenda kwamba nilikuwa na silaha katika njia ambazo si halali, ninairudisha. Hata ukitaka nenda kaitupe mahali, jeshi la polisi litaiokota, litaiweka silaha hiyo, huku masuala mengine ya kisheria yakiendelea. Jambo la tatu, ndugu zangu waandishi wa habari,
mmeona pia kwamba Mheshimiwa Rais anazungumzia masuala mengi yakiwemo upangiliaji wa miji yetu. Siku chache zilizopita tulikuwa pamoja pia tukifanya kazi maalum ya kusikiliza maoni ya Watanzania wa Dar es Salaam na hasa malalamiko kuhusu foleni zilizozidi katika kila barabara. Foleni hizi tumeona kwamba zinasababishwa na vitu vingi, lakini moja ya jambo ambalo pia linasababisha foleni sio kuwepo kwa malori mengi. Hapana, hilo inawezekana ikawa ni sababu, lakini uholela wa parking za malori unasababisha pia foleni. Unaweza kuwa na malori mengi yaliyo kwenye utaratibu, no problem, lakini ukiwa na malori mengi ambayo parking zake ziko kiholela, hiyo ni problem. Kwa tuna problem ya kwanza kubwa ya kila mahali ukipita lori na park. Kwa mfano sasa hivi na watuma mnaweza mkwenda barabara ya ile ni Mandela Road ambao wanaita hii barabara inayokwenda Baraza la Maaskofu. Kutoka kwenye ile daraja la flyover kwenda mpaka kipande cha Baraza la Maaskofu, mtakuta kuna malori ambayo yamepaki pale. Kama yamepaki kwa muda mfupi, basi ni miezi miwili, kwa sababu mpaka nyasi zinaota kwenye matairi. Manake hiyo ni kigezo kwamba mtu alishalipaki hapo akijua Dar es Salaam ni mji wa kila moja kujifanyia anachokitaka, na akaondoka. Hata kama gari lilikosa betri akaliacha hapo, hatujui huyo mtu yupo hai au alikufa, ni Mtanzania au sio Mtanzania. Sasa uholela pia wa parking za malori unapelekea foleni ambazo hazina maana. Barabara ya Mandela Road, barabara Kilwa Road au wengine mnaita barabara Nyerere Road. Barabara hizi zote tarehe 17 mwezi wa 8 ya mwaka 2026 tutaendelea na operesheni maalum. Wamiliki wote wa magari haya wa ndani ya taifa letu au hata nje ya taifa letu wahakikishe malori haya yanawekwa kwenye parking zao au yanaondolewa kwenye road reserves, ambazo tarehe 17 mwezi wa 8 tunaanza kufanya marekebisho kwenye baadhi ya barabara, na hasa katika kutanua hizi service road ili ziweze kutumika vizuri na watu wengine na sio malori tu. Kwa hiyo tarehe 17 mwezi wa 8, kwa yule ambaye ataendelea kuwa na lori lililopaki hapo atachukuliwa sheria, ikiwa ni pamoja na gari lake kupelekwa kwenye parking maalum na kuja kulipa fidia maalum. Tarehe 17 ya mwezi wa 8. Yoyote mwenye anayesikia asikie. Utaratibu, ndugu zangu waandishi wa habari, uko namna hii kwamba unaponunua lori lako hakikisha una parking yake. Leo kuna sheria maalum inayosema ili uwe na ICD au uwe na zile empty containers depots, lazima uwe na si chini ya square meter 1040, ambazo kwa lugha nyepesi ni kama eka 9 mpaka eka 10 ambazo tunapaswa kuwa nazo. Sasa kiutaratibu ni kwamba je, eka hizi ni kwa ajili ya kitu gani? Tunaashumu kwamba kama ni eka 8, basi angalau eka 3 zitumike kwa ajili ya parking ya magari yako. Kupaki magari kwenye road reserves huko nje na kuyazagasha magari namna hiyo, manake ni kwamba ni kuutumia mji na fursa zake vibaya na sio kisheria. Napenda uwekezaji, lakini nauchukia uwekezaji usiofuata sheria. Na upenda uwekezaji, lakini nauchukia uwekezaji ambao unakwenda kinyume na sheria. Pamoja na jambo hili, bado tunaendelea na mazungumzo na wenzetu wa bandari, wa TPA, mamlaka bandari, kuhusu je, tunaweza tukaanza kuyablock magari yote yaanze kuingia katikati ya mji usiku tu kwa ajili ya kwenda kupakia mizigo? Kwa sababu ukiblock magari leo kwamba yasifanye kazi asubuhi, lazima uwe na mawasiliano moja kwa moja kuhusu kule nako kwenda. Je, bandari imejiweka sawa kwa namna gani ili kuweza kufanya kazi kwa usiku na sio kwa asubuhi? Sasa hili linahitaji mjadala mpana ambao bado tunaendelea nalo, ili tuweze pia kuangalia uingizaji wa magari katikati ya mji kwa wito maalum, kwamba wanapaki Mlandizi, wanapaki sehemu nyingine zote huko upande wa Pwani, halafu wanaitwa kwa wito maalum magari yaingie moja kwa moja upande wa bandarini ili kwenda kuchukua mizigo.
Hii pia itasaidia baadhi ya Watanzania, au itasaidia kwa Watanzania wengi kuto kuendea tena malalamiko yanayohusiana na masuala ya foleni nyingi ambazo zimezidi kipimo. Jambo la 4. Ndugu waandishi wa habari, leo tuna stendi kubwa sana pale wilaya ya Ubungo, eneo la Mbezi. Stendi yetu ile imejengwa kwa zaidi ya bilioni 54. Ni stendi ambayo ni bora na pengine kuliko stendi yoyote Tanzania. Ina uwezo wa kuchukua magari mengi kwa pamoja, lakini kwa bahati mbaya sana mabasi mengi hayako pale, yamekuja kuzagaa upande wa Shekilango na hii barabara ambayo inakuja mpaka Magomeni. Kwa mujibu wa taarifa za LATRA, zipo kampuni 6 ambazo zilipewa kibali maalum cha cooperate mabasi yao na huduma zao, ikiwa ni pamoja na kujenga stendi ndogo kwenye maeneo kama vile maeneo ya Manzese na maeneo mengineyo. Kampuni hizi 6 zinaendelea na kazi yao, lakini kwa wengine wote hawana vibali ambavyo vinawataka cooperate stendi hizo nje na stendi ya Magufuli. Wito wangu, kuanzia tarehe ya leo, tarehe 11 ya mwezi wa 7 ya mwezi wa 8 2026 mpaka kufikia tarehe 17, yani siku ya Jumatatu, wale wote ambao hawana vibali vya cooperate stendi zao katikati ya miji warudishe mabasi yao Ubungo. Kwa wale wote ambao hawana vibali vya cooperate stendi hizo katikati ya mji, warudishe mabasi yao stendi ya Magufuli. Mnaweza mkaniuliza swali, sasa itakuwaje? Ukipanda ndege hapa shirika la Tanzania ATCL, na ukapanda pia ndege za Precision, au ukapanda shirika jingine lolote lile, unaelekea Kilimanjaro au unaelekea Arusha, ukitua uwanja wa Kia kuna shato ambayo inakushato kwenda Moshi au inakushato kwenda Arusha. Lakini ndege haiendi Arusha, kwa maana haitui katikati ya Arusha ama haiendi kutua katikati ya Moshi. Kwa lugha nyepesi, mabasi haya yote makubwa yanapaswa kuwa na shato, kwa maana mabasi madogo madogo ambayo yatawachukua abiria wao kutoka stendi ya Magufuli kuwaingiza katikati ya mji kwenye stendi zao, kama sehemu ya huduma bora wanayotarajia kuitoa kwa watu wao. Kitendo cha kwanza kuyaingiza mabasi katikati ya mji, maana yake moja ni kusababisha foleni, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kunyang'anya fursa za bodaboda, za bajaji, za daladala, za mwendo kasi na kadhalika. Na leo hii bahati nzuri tumeiconnect mwendo kasi na stendi ya Magufuli. Kwa hiyo ili kuto kuleta conflict of interest katika kupakia abiria, basi kubwa ni muhimu likaleta abiria kutoka mikoani likaishia pale stendi ya Magufuli, na mabasi madogo madogo yanayobeba abiria kwa kufanya biashara zao za kubeba abiria, whether ni gari ya mwendo kasi ama ni basi la kawaida ama ni bajaji ama ni pikipiki na vitu vingine, waweze pia kupata wateja wanaoshuka kwenye mabasi hayo. Kwa kumchukua abiria na basi moja kwa moja kumleta katikati ya mji ni kumdhoofisha mfanyabiashara wa biashara za ubebaji wa abiria kwenye hiyo logistics and transportation chain ambayo tunaizungumzia. Kwa kutoka tarehe ya leo mpaka tarehe 17, anayesikia tangazo hili, mabasi yote yaliyoko Shekilango yenyewe na wamiliki wao waanze kupaki stendi ya Magufuli. Mnaweza pia kuniuliza swali, sasa gereji wataendaje? No problem kuhusu gereji. Gereji waende vizuri, lakini kamwe magari yao yasiwe kwenye uso wa barabara kuu. Na mnakumbuka kwamba kuna issue za magereji hapa yataendelea muda pia sio mrefu, ili pia tuweze kufikia hitimisho hilo. Na hizi kampuni 6 sitaki kuzitaja kwa majina, lakini kuanzia Jumatatu kwenda mbele nitazitaja tena kwa majina kwa zile ambazo 6. Lakini na hizo 6 vibali vitakapokuwa vimekwisha
LATRA ni marufuku kuuisha vibali hivyo ili magari yote yaanzie stendi ya Magufuli kuja moja kwa moja upande wa pili. Pamoja na haya, Mheshimiwa Rais pia ametoa fedha za kuanza kujenga kwa stendi upande wa Temeke, kwa maana kwa accommodate mabasi ambayo yanatoka Kilwa, mabasi ambayo yanatoka upande wa Mtwara, Lindi, na ambayo pia yanaelekea upande mwingine wa nchi yetu. Lakini pia kwa sasa tunaangalia uwezekano pia kuwa na stendi upande wa Bunju kwa ajili pia kwa accommodate mabasi ambayo yanatoka upande mwingine. Lakini stendi hizo zitakuwa sio sawa na stendi ya Magufuli, ili pia uwekezaji mkubwa ambao umefanywa uweze pia kuwa na return. Tunafanya hivi kwa ajili ya kutoa huduma, lakini tunafanya hivi ili pia kuonesha return kwamba lazima hizi stendi zetu kwa kuwa ni investment basi pia kuwe kuna return. Vinginevyo stendi zetu zitabadilika kuwa ni white elephant project au ghost, ambazo mwisho wa siku itakuwa ni kazi ngumu kuweza kufikia pale ambapo tumefikia. Ndugu waandishi wa habari, pia tuna maelekezo maalum ya Mheshimiwa Rais kuhusiana na uendelezaji wa upangaji wa miji yetu. Na juzi wakati anafungua mwendokasi, barabara mwendokasi na operation pia mwendokasi, alizungumzia pia kuhusiana na uendelezaji wa miji yetu. Naomba pia nitoe taarifa kwamba mji wetu kwa sasa kwa kweli unahitaji kupangwa upya. Mkipita kila mahali sewage system haijakaa vizuri, lakini mkipita kila mahali unakuta ni giza, hakuna kamera, hakuna taa. Lakini pia mkipita mahali mnakuta wakati wa mvua wananchi wasio na akili timamu wanafungulia vinyesi kutoka kwenye majengo yao, vinakwenda kuunganishwa kwenye storm water system, kwa maana ya mifumo ya maji ya mvua. Sasa huu ni ujinga mkubwa sana ambao haupaswi kufumbiwa macho, na wanafanya sana tabia hii Upanga, Kariakoo na baadhi ya maeneo, kufungulia haya maji machafu ya vinyesi kutoka kwenye majengo yao ili aweze kutiririka kwenye storm water system au kutiririka kwenye mifumo mingine. Kwa hiyo ukipita wakati wa mvua ni harufu kubwa sana. Sasa mji wetu huu unatakiwa pia kupangwa upya, na ndio maana leo mnakuta kila tukiamka baa inaota hapa, kanisa linaota hapa, sijui nini kinaota hapa, stendi inaota hapa. Manake ni kwamba tuwezi kuendesha mji katika hali hiyo kubwa ya holela. Kwa kushirikiana na Wizara ya Ardhi na kwa kushirikiana na Mheshimiwa Waziri Akwilapo ambaye ni waziri wa ardhi kwa sasa, mkoa wetu unaunga mkono juhudi za moja kwa moja za kuhakikisha mji wetu unapangwa upya kwa kushirikiana na serikali na mkono wa private sector. Tumeona jitihada hizi upande wa Sinza na tumeona pia maeneo mengineyo. Sasa katika sisi wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam na hasa viongozi, sisi tutaunda timu maalum ya kutupa ushauri, consultants, wataalamu kutoka chuo cha ardhi, wataalamu kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, wataalamu kutoka kwenye taasisi za kimataifa, ili pia waendelee kutushauri kuhusu upangaji wa miji yetu, ambao upangiliaji huo utakuwa unaakisi dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Sasa observation yetu ni kwamba kwa sasa kila mtu anatamani kujenga, lakini pia kumeibuka na majenzi holela ambayo yanakwenda kinyume na sheria na kanuni. Tumeona yapo baadhi ya maeneo wananchi wanajenga bila vibali, na sio kwamba vibali hamna, vibali vipo. Lakini yapo baadhi ya maeneo wananchi wamepewa kibali cha kujenga gorofa 10, anajenga gorofa 15. Yapo baadhi ya maeneo pia kiwango cha ujenzi kinaweza kikakadiriwa kuwa kiko chini ya kiwango. Lakini kile unayemuuliza kwa sasa anayejenga majenzi haya kwa haraka anasema tunakimbizana na Afcon. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, mnakumbuka yaliyotukuta jengo la Kariakoo mwaka juzi kama sikosei.
jengo ambalo lilipoteza maisha ya wenzetu. Sasa ikija kutokea jengo ambalo limejengwa chini ya kiwango, ikawa ni hoteli, ni lodge au ni kitu kinginecho, ikatokea wageni waliokuja kuangalia burudani ya mpira mwaka 2027 wamelala kwenye lodge ama hoteli hiyo ama Airbnb hiyo, halafu ikaporomoka na ikaonekana sasa imedhuru ama kuua wageni, sijui sura ya Watanzania chini ya Mheshimiwa Rais tutaiweka wapi? Kwa hiyo pamoja na uwepo wa AFCON, lakini hauondoi sheria ya kujenga chini ya utaratibu na chini ya viwango. Kwa mantiki hiyo, operation maalum inaendelea kusimamisha, kutoa onyo na kuchukua hatua kali dhidi ya wale wote ambao wamekiuka vibali vya majenzi. Lakini toe wito pia kwa watu wa ERB, kwa watu wa CRB na watu wa AQRB. Hapa tunazungumzia bodi ya quantity surveyors, tunazungumzia bodi ya engineers na tunazungumzia bodi ya contractors. Hawa wote wanao wajibu wa kusaidia uongozi wa mkoa katika majenzi ambayo yanaendelea na kujithibitishia kuwa jengo hili ni bora au sio bora. CRB ni Contractors Registration Board, wanawasimamia makandarasi wote nchini. ERB ni Engineers Registration Board, wanawasimamia mainjinia wote nchini, wakati AQRB ni bodi maalum inayowasimamia wakadiriaji majenzi wote nchi nzima, na ambao wote hawa watakapofanya kwa pamoja na kusaidiana, hakuna sababu ya mkuu wa mkoa kupita huko na kuanza kupiga kelele kama taasisi hizo zote za kiserikali zipo kwa mujibu wa sheria. Kwa ni watoe wale wote wa CRB, wale wote wa QRB kwenye mkoa huu wa Dar es Salaam, wafanye kazi usiku na mchana kusaidia watu na sio kuzuia watu, kusaidia watu kwa mujibu wa taratibu, ili tuweze kuwa na majenzi ambayo yatakuwa ni bora, yatakuwa ni imara, na yanaweza kuwa pia ni majenzi ambayo yanaweza kudumu kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo kwenye kigezo hiki, katibu tawala wa mkoa atanishauri, na mnakumbuka kwamba moja kazi kubwa katibu tawala ni principal advisor of the regional commissioner. Atanishauri kuhusu kuunda timu maalum ambayo itakagua majenzi kwa majengo marefu yasiyopungua 200 na watasample randomly ili kuweza kuangalia ujenzi huo umeitikia kwenye vibali au la, upo bora au la, je, kibali chake kilihusu ghorofa ngapi na kimejengwa ghorofa ngapi, na kadhalika na kadhalika. Kwa mantiki hiyo, tutakuwa na timu sasa maalum kutoka chuo cha ardhi, kutoka chuo cha DIT, kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam College ya Engineering, pamoja na wataalamu wengine, pamoja na wataalamu wa TAKUKURU na kutoka vyombo vingine vyote vya serikali, kupita kwenye baadhi ya majengo na kusample randomly na kuweza kuangalia kama majenzi hayo yako chini ya vibali, yana ubora ama yana ubora, na nini kifanyike kwa haraka kabla tujaribu mji wetu. Nafahamu wapo baadhi ya watu tukianza operations hizi wanakimbilia kwenye mambo ya rushwa. Sasa nadhani tutapata majawabu. Kati ya mimi mkuu wa mkoa niliyesimamisha ujenzi na wewe ambaye umekiuka ujenzi wa kibali, kati ya mimi na wewe nani mla rushwa? Nadhani hapo ndio majibu utakuja kuyapata. Kati aliyesimamisha na yule ambaye amepewa kibali cha kujenga lakini amekiuka, mimi na wewe nani atakuwa ni mla rushwa? Lakini jambo jingine ambalo ni kubwa, mnakumbuka kwamba nchi yetu mwaka juzi kulikuwa kuna mgomo fulani, na hapo upande wa Kariakoo na sehemu zingine, na moja malalamiko yao yalikuwa ni wafanyabiashara wa kigeni
kufanya kazi za uchuuzi upande wa Kariakoo na baadhi ya maeneo. Serikali kupitia Mheshimiwa Rais wameandaa blueprint ambayo inatoa maelekezo maalum kwa wageni wote kuhusu uwekezaji ndani ya taifa letu. Ili uwekezaji uwe endelevu, cha kwanza lazima kuwe na viashiria vya uendelevu. Lakini mgeni yoyote anapokuja ndani ya taifa letu lazima kuwe na principles na taratibu zote za yeye namna kuja kuwekeza hapa. Lakini leo hii unamkuta mgeni anauza mgahawa, mgeni amefungua kioski, mgeni yuko Kariakoo anauza duka la nguo, anauza duka la simu na ameshika na kitarumbeta akitoa matangazo. Yaani mgeni amekuja kutangaza matangazo hapa Dar es Salaam. Lakini vile vile pia unawakuta wafanyabiashara wengine pia leo wameanza kufanya mpaka vibiashara vingine. Kwa mfano, sitataja watu. Sasa hivi kuna tabia ya baadhi ya wafanyabiashara wa kigeni wanakwenda kwenye taifa, wanazalisha bidhaa. Inakuja bidhaa hizo zinaletwa na shipping line za kwao. Zikifika hapa wanakuwa wao wenyewe wana makampuni ya clearing and forwarding, wao wenyewe wanaiclear na kuitoa mizigo. Magari ambayo yanabeba mizigo kutoka bandarini ni ya kwao, na magari yanayobeba mizigo hiyo kwenda kwenye magodauni yale ni ya kwao, na kule kwenye magodauni wanauza leja na jumla bila kulipa kodi ya serikali. Natangaza pia kwamba kutakuwa na operation maalum. I wish like ningekuwa najua Kichina, Kireno, Kiajemi, nizungumze kwa hizi lugha ili wafanyabiashara wachuuzi kutoka kwenye mataifa mbalimbali duniani waelewe kwamba Watanzania wanapaswa kubaki na fursa gani na wageni wabaki na fursa gani. Sasa mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam siwezi pia kuruhusu wana Dar es Salaam walalamike kuhusu hili ambalo limenyooka kabisa. Kwa hiyo kuanzia tarehe 17 pia mimi mwenyewe mkuu wa mkoa tutaendesha pia operation maalum ya kuhakikisha kwamba mfanyabiashara yoyote wa kigeni anabaki kwenye taratibu za kuwa mwekezaji na sio mchuuzi. Ili zile taratibu za kuuza viatu, kuuza nguo, kuuza kofia, kuuza miwani, kuuza vitu gani, zibaki fursa hizo kwa Watanzania wenyewe na wana Dar es Salaam wenyewe. Kama tunahitaji kufungua duka la dawa, hatutarajii hata kidogo tutamkuta mgeni amekwenda kufungua duka la dawa, bali tutamuona mgeni amekwenda kufungua kiwanda cha dawa ili sisi tukanunue madawa kutoka kwenye kiwanda. Hatutarajii kumuona mgeni amefungua duka anauza TV. Tunatarajia mzawa atakuwa amefungua duka la TV ili huyo mwekezaji mgeni tukamkute amewekeza kiwanda cha TV na sisi tunanunua TV kutoka kwenye kiwanda. Kwa hiyo mfanyabiashara yoyote wa kigeni ambaye atakamatwa anafanya shughuli za kichuuzi na amekiuka utaratibu katika mkoa huu wa Dar es Salaam atachukuliwa hatua kali, ikiwa pamoja na kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Mambo ya Ndani, na kumfukuza ndani ya taifa letu kwa kukiuka utaratibu ambao na sheria ambazo zimewekwa ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefungua fursa za uwekezaji na mahusiano ya kiuchumi na mahusiano ya mataifa haya, mahusiano ya kidiplomasia. Kwa hiyo lazima tubaki. Mimi leo kwa mfano nikienda Pakistan, nadhani kuna sheria pale Pakistan ya za mimi mgeni nifanye nini na mzawa afanye nini. Nikienda China kuna taratibu za Mchina afanye nini, mimi mgeni nifanye nini. Nikienda Spain kuna taratibu za Mspain afanye nini, mimi mgeni niweze kufanya jambo gani. Kila mahali pana cha kufanya na kitu ambacho hakistahili kufanya ili kuweza kulinda utaratibu wa win-win situation katika taifa letu. Na jambo jingine ndugu zangu la mwisho ni kuhusiana na changamoto ya wafanyabiashara ndogo ndogo. Leo hii tunapozungumzia masuala ya biashara ndogo ndogo limesha kuwa ni jambo kubwa. Sasa jambo hili ukiangalia kila barabara wafanyabiashara ndogo ndogo wamepanga. Kila mahali mpaka wakati fulani kuna kuziba hadi barabara. Nimeshamuelekeza katibu tawala wa mkoa tuunde timu maalum kutoka chuo cha CBE au taasisi ya CBE, kutoka chuo cha Dar es Salaam, kutoka kwa baadhi ya maafisa wa biashara, kutoka pia kwa baadhi ya consultants ambazo
zinafanya kazi maalum za private sector zinazofanya kazi za ushauri wa masuala haya, ili tuone a very good model ya kuweza kudeal na machinga na wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo katika namna ambayo hawataumizwa lakini watafanya biashara, ili tuwe very professional. Ili sasa jambo langu la mwisho ambalo tunalizungumzia sasa ni kuhusu usafi wa mazingira. Tunapozungumzia usafi wa mazingira katika mkoa wetu, na hili nitoe hamasa kwa wakuu wa wilaya wote kuendelea kusimamia, na wafanyabiashara wote kwenye maeneo yao, na watu wengine wote makanisani, misikitini, tusimamie masuala ya usafi kama nyenzo muhimu ya kuweza kufanya miji yetu kuwa bora. Tuendelee na usafi huo, lakini uweze kuendelea na usafi huku mfanyabiashara kapanga barabarani, huku mfanyabiashara kapanga juu ya nyumba, huku mfanyabiashara ka block fence na kadhalika, ambao watafanya kazi hii kwa muda maalum, wakinishauri mimi mkuu wa mkoa namna bora ya kudiri na mambo haya, ili kuto kuleta kelele na tuonyeshe win-win kati ya mfanyabiashara, biashara ndogo ndogo na wafanyabiashara wengine, ili pia baadhi ya biashara tujue zinafanyika wapi na baadhi ya biashara hazifanyiki wapi. Mwisho kabisa, ndugu zangu, niendelee kuwashukuru sana, na tumeona pia jitihada za Mheshimiwa Rais akiendelea na mchakato wa maridhiano katika taifa letu. Mheshimiwa Rais akiendelea na mchakato wa maridhiano katika taifa letu. Niwaombe waandishi wa habari mkawe mabalozi wazuri wa michakato hii ya maridhiano katika taifa letu. Kama kuna mahali popote panahitaji sisi kuridhiana, tufanye kazi ya kuridhiana, tusiendeleze ugomvi ambao utarudisha nyuma maendeleo ya taifa letu. Hakuna taifa ambalo watu wasigani. Kusigana ni kawaida, lakini msije mkasigana mkapitiliza, mkaibomoa na kuivunja nchi yenu wenyewe. Hatuna taifa jingine lolote zaidi ya taifa la Tanzania. Tulilee, tulihudumie, tulitangaze kwamba ni taifa bora linaloweza pia mtu yote kuweza kuishi. Tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwa mchakato huu. Asitokee mtu kusema mimi sitaki kuridhiana, mimi niko hivi na hivi. Tuende kwa pamoja kwa lile ambalo unadhani unaweza kuwa na maoni. Nchi yetu iko huru, utasikilizwa, ili tuweze kwenda kwa pamoja. Vijana wenzangu wa mkoa wa Dar es Salaam, juzi pale kwenye moja speech yangu nilisema the early birds catches worms, kwamba ningezungumza kwa Kihehe ningeweza kusema Ilongwe ya enyu Lweru. Ningezungumza kwa Kiswahili ningesema kwamba ndege wa alfajiri sana huweza kuzipata fursa, kwa maana ya mtu akienda asubuhi sana anaweza kupata fursa. Asubuhi sana maana yake nini? Ni kwamba Dar es Salaam fursa zipo, tuzichangamkie kuliko pengine hata mkoa mwingine wote. Tuache mabishano madogo madogo ili kuweza kwenda sambamba na mji wetu. Baada ya kusema haya, ndugu zanguni, mimi niendelee tena kuwatia moyo ndugu zangu waandishi wa habari, lakini kuwapongeza zaidi kwamba tuendelee na kazi. Kazi hii sio ya Dr. Samia peke yake. Kazi hii sio ya Dr. Nchimbi, kazi hii sio ya Dr. Mwigulu, kazi hii sio ya bunge, kazi hii ni ya Watanzania wote. Tukilea taifa letu katika misingi ya amani, kila mmoja ataishi katika misingi ya amani, kwa sababu hakuna anayepumua akitegemea kanisa, hakuna anayepumua akitegemea msikiti, hakuna anayepumua akitegemea chama cha siasa. Pumzi yako imeumbwa na Mungu mwenyewe, na kwamba lazima uilinde pumzi hiyo ili iwe na tija kwako na kwa kizazi kinachofuata. Baada ya kusema haya, ndugu zangu wa Dar es Salaam, niwatakieni kila laheri. Tukutane tarehe 17 ya mwezi wa 8 2026 kwenye ziara yangu maalum ambayo nitaanza na wilaya ya Temeke, kutekeleza yale machache ambayo tumekubaliana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mungu mwema ibariki Dar es Salaam, na Mungu mwema bariki viongozi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.